Israel ina wasiwasi kwamba huenda mazungumzo kati ya Iran na Marekani yakaenda kumalizika kwa makubaliano na kwamba mpango wa kufanya mashambulizi ukawa mdogo sana, kutokana na kwamba Israel ilikuwa ikiomba mazungumzo hayo yasiwe ya makubaliano ili tu ipate msaada katika mapambano yake dhidi ya Iran. Hata hivyo, ni kutokana na kauli ambayo ilitolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump alivyosema kwamba wapo katika mazungumzo na Iran na kwamba wakati huu Israel isiwe na mpango wa kufanya mashambulizi hayo, licha ya kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump alieleza kwa mara ya pili tena kwamba hajaikataza Israel kufanya shambulizi, isipokuwa Marekani haitahusika katika mashambulizi ambayo yatafanywa na Israel. Na hivyo maafisa wanaona kabisa mapatano huenda yakawepo na njia rahisi ya kuishambulia Iran ikakosekana. Hata hivyo, katika kufanya mashambulizi kuna uwezekano mkubwa Iran ikaja kutoa majibu mazito tofauti na vile ambavyo wengi wanafikiria. Afisa wa Israel aliyezungumza na Jerusalem Post, moja kati ya magazeti nchini Israel, amesema kuwa wanaamini kwamba hata yale makataa ya siku 60 aliyoyatoa Trump kufikia makubaliano huenda yakaongezwa. Israel inakadiria kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran huenda yakakamilika kwa makubaliano, afisa mmoja wa Israel alieleza Jerusalem Post siku ya Jumatatu. Afisa huyo alifafanua kuwa Israel bado haijafahamu iwapo makubaliano hayo yataendana na matakwa yake, yani kuvunjwa kabisa kwa nyenzo za kurutubisha madini ya uranium, au kama yatafanana na makubaliano ya awali ya nyuklia ambayo Israel inayaona kuwa makubaliano mabaya. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mazungumzo ya nyuklia na Iran yalikuwa ni mazuri na yanaelekea vizuri Jumapili usiku. Nadhani makubaliano yatafikiwa, tutakuwa na kitu bila kuhitaji kuanza kulipua, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Na hii kauli ndio wasiwasi wa Israel kwamba kuna uwezekano mkubwa Israel, hata kama waziri mkuu Benjamin Netanyahu ataruhusu majeshi yake kufanya mashambulizi, lakini asilimia ndogo ya ushiriki wa Marekani itakuwepo. Duru nyingine ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani imepangwa kufanyika Jumamosi ya wiki ijayo, na maafisa wa Israel wamesema kwamba wanaamini makataa ya siku 60 ya Trump kufikia makubaliano yangeongezwa zaidi, kutokana na kwamba hali inaenda kuwa nzuri zaidi katika kufanya makubaliano hayo. Hata hivyo, waandishi walionyesha imani na Marekani, ambapo maafisa wa ziada wa Israel waliambia waandishi wa habari kuwa Israel iko katika mazungumzo yanayoendelea na Marekani kuhusiana na mazungumzo ya nyuklia, ambayo mazungumzo haya yatakuwa mazuri na yatafanikiwa. Mazungumzo hayaegemei upande mmoja na tunaelewa misimamo yetu. Kuna mawasiliano endelevu katika ngazi nyingi. Nisingependekeza kuteka hitimisho mapema. Nina imani kuwa Marekani imejitolea kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, moja kati ya maafisa ambao hawakutajwa majina walieleza. Siku ya Jumatatu, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alikutana na wajumbe wa jukwaa kuu la wafanyakazi wa IDF pamoja na alikuwa mkuu wa majeshi Jenerali Herzi Halev, na kusema hawataruhusu Iran kupata silaha za nyuklia. Itabidi tufanye maamuzi, na tunajua kuna wale ambao watatekeleza iwapo tutahitaji kuchukua hatua, amesema bwana Israel Katz wakati akizungumza na baadhi ya viongozi katika jeshi la IDF, ambao pia alikuwepo Luteni Jenerali Herzi Halev. Mpango wa Israel ni kuona Iran haiwi na namna ya kuweza kufanya shambulizi na kushinda dhidi ya Israel. Tunataka tuhakikishe Iran haiwi na makombora ya masafa marefu wala haiwi na makombora ya nyuklia. Hata hivyo, kwa upande wa Iran, Rais Masoud Pezeshkian anasema kwamba Israel inajidanganya kutaka kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Wala hawana ubavu wa kufanya hilo na kamwe hawataweza kufanya hivyo. Tuna ulinzi imara na tumejiandaa kwa ajili ya mapambano wakati wote. Kadhalika, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda kauli hii iliyotolewa na Iran ni kutokana na kauli iliyotolewa na rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba wapo tayari kuilinda Iran hasa katika vinu vyake vya nyuklia, na kamwe hatatokea mtu wa kuvigusa vinu hivyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.